Welcome again to our today's tutorial. My name is Nana Edna. I do educational videos and also coach on e-learning. Today, this has been a series of Google Classroom videos. So we've known how to join a class. For teachers, they've known how to create their class. Now, how do I get into my classroom and do my work and submit? That is the big question as per now. So right now, once you open your Google Classroom, you'll go to the class that you are attending. For example, this is Nana Edna's class. So I'll come and click here and open the class. So up here you can see we have stream, we have classwork, we have people. So this is the class theme. This is where you can write the comments, the class comments. And then here we have the work that has been assigned. So you can see the work is here. Or you can come here and go to your to-do list. You'll see to do and done. So this is the work that we are supposed to do. So for example, there is this work that is due on Wednesday of May. Barua rasmi tufungue hiyo kazi. Now this is the work that the teacher has posted. It is a barua rasmi. It is out of 40 points. That is 40 marks. Then mwalimu ametoa maagizo pale akasema mwandikie mwalimu mkuu barua ukimwelezea sababu ya kutohudhuria masomo kwa majuma mawili. Maneno 400. Kwa hivyo mwanafunzi anapoandika asipunguze maneno 400. Hayo ni maagizo ya mwalimu. Those are the instructions from the teacher. So this document here, it's not editable. The teacher has put it here such that it is just a template that they will open and read. If it was editable, it would have been on this other side here. So I will open as a student or a pupil. I'll open and read through ni barua rasmi, madhumuni ya barua rasmi, yale mwalimu anataka nielewe, muundo au umbo la barua rasmi, nisome, mwalimu ametoa hapo mfano, jinsi ya kuandika, bas, nimemaliza. Sasa nitarudi nifanye kazi yangu. I'll go back so that I can do the work. I'll go back and do the work. So once I've read the document and I've understood what I'm expected to do, I'll go here where is written my work assigned. Here, now, there is this plus sign here that is written add or create. So I can come here, I click on it, and I add a Google document. I'm creating a Google document. So you give it time to create a Google document. So there it is, the Google document. Now I can open that Google document so that I can write my insha, for example. So this is the Google document. So once this is the Google document, it's there. Now I can write my insha. Kwa hivyo nitaanza kwa kuandika kwa mfano anwani. Shule ya Hekima kwa mfano. Tasema shule ya Hekima. Sanduku la posta 435, koma, mji wa Magadi kwa mfano, kituo. Kisha niandike tarehe. Ninafuata ule muundo wa kuandika barua. Leo ni tarehe 3 kwa mfano, mwezi wa 5, mwaka ni 2020 pale. Kisha kituo. Kisha nataka kupigia nini? Mstari. I will come there and underline my date. Kwa mfano, hiyo ni anwani ya mwandishi ambayo ni ya kwanza. Kisha nitakuja anwani nyingine ya pili. Kwa mfano ninatoa tu kwa mfano, sitapanga muundo vizuri kwa sababu ni kuwaelekeza tu. Kisha nitakuja niandike anwani ya mwalimu mkuu vile vile. Nitasema shule ya Busara, shule ya Hekima kwa mfano.
nimetumia anwani sawa. Koma, sanduku la posta, kwa mfano 673, koma, kisha niseme tu mji bado ni Magadi, manake namwandikia mwalimu mkuu. Hata sanduku la posta kwa mfano kisha pale sitaandika nini, sitaandika tarehe. Kwa mfano nije kwa bi au bwana, kisha pale chini niandike mintarafu. Kuomba msamaha kwa mfano. Kwa mfano sasa, hii ni kazi yangu ambayo nimeifanya. Sasa nitarejea nikishaimaliza kazi hii, nimeshaifanya. Nikishaimaliza nitakuja hapa juu, kisha I return that work. So I will come here and do what? Click turn in. So I will turn in my work like that. Yes.